IPCA. Yeye ni bishop pia. Karibu Mheshimiwa Mpuru. Haya. Mungu ni mwema na kila wakati. Uyoke mwadhani naine barekeza vena ndeweya emakoine mwako. Amen. Tegemeo letu ni Mwenyezi Mungu. Amen. Kwanza Bwana CS, karibu Meru. Na ile kazi ambayo umeanzisha Meru community, njuzi ulikuwa kule South Imenti. Hii ni kumaanisha ya kwamba wewe hauna ukabila wote. Ni kumaanisha ya kwamba wewe unapenda wa Meru, unapenda wa Turkana, unapenda wa Kalenjin, unapenda wa Kikuyu na Wakamba, na Kenya mzima inaipenda. Kwa mimi kivyangu nikupatia advice ya kwamba waunganize wote. Na ukweli wa mambo, huyu jamaa tumekuwa na katika mbunge. Mimi wakati ule kura zangu sikutosha pale Tigania East mwaka 2017. Kwa sababu mimi ni muombaji wa Mungu. Mimi kila wakati niko milimani kuchukua power za Mungu. Nikaambia Mwenyezi Mungu, nilikuwa napata mzahara ya hapa milioni katika mbunge ya Kenya. Mungu nipe nafasi kidogo tu nipate nyingine. Nilikuwa kwa Murkomen wakiwa na Kithure Kindiki. Walikaa chini kuona siasa yangu ya kwenda East African Community. Kwenda pale nilikuwa napata 1.8 million per month. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kutoa. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba nendeni msituni mkate miti, muye mvunjage kalo ya Bwana. Kwa mimi nasema kwamba sisi tuko tayari kusaidia makanisa. Tuko tayari kutolea makanisa. Na kama upendi pesa yangu, wewe ondokea, wengine wanataka pesa. Kwa sababu Psalm 116 inatueleza kwamba toleeni Bwana, na tumeelezwa kwamba madhabahu ya Bwana uteketezwa na mfuko. Amen. Kwa sisi tukiwa wa Kenya, wale ambao unaleta pesa baadaye wanasema tarumiza. Mimi ni Mkatoliki. Na katika Katoliki sisi tulitoa 5 million. Kwa ile 5 million waliongea kwa TV, wakaongea kwa maneno ya kwamba imerundi na haikurundi. Ndipo nasema kwamba hii church tunataka extension. Hii church tunataka kuijenga. Hii church tunataka kuinua. Ile pesa ambayo ilipeanwa padri wengine wanaikataa, waleta kwa hii church. Kwa mimi sina vita mtu yoyote. Iti ya kwamba sisi wa Meru. Sisi wa Meru ni watu ambaye wako na msimamo. Tulisupporti wa Kikuyu 1960s, Kenyatta akachukua uongozi. Tukasupporti wa Kikuyu miaka hiyo nyingine, Kibaki akachukua uongozi. Tukasupporti tena Uhuru akachukua uongozi. Tukasupporti tena Gachagua akawa naibu wa rais miaka miwili. Wakati ule ile kiti ambayo imetoka Pandeli ikaja hapa kwetu Meru, ndipo wasema kwamba haifai kuwa huko. Eti ya kwamba wakati wa vita Mount Kenya inakuwa Nyazi. Yule akiwa ngambo ile nyingine ya Nyeri anaangalia watu wa Mount Kenya, anaangalia Tigania, anaangalia Imenti, anaangalia Tharaka, anaangalia kona zote. Wakati wa vita ikiisha, wakati wa kula ule mlima unamea. Meru amefungua macho kama paka kupitia mtoto Mkalenjin anaitwa William Samoei, kwa sababu yeye ndio mwenye peke yake amanyali wa Meru. Na mimi nasema asante Bwana CS. Mimi naongea nikiwa na uchungu mwingi sana kwa roho yangu. Iti ya kwamba sisi wa Meru tunataka kubenefit kwa serikali yoyote. Hii serikali ya William Ruto ndio imekuwa kuangalia eti ya kwamba Meru akona tumbo ya kula. Eti ya kwamba Meru akona meno kutafuna. Kwa hivyo mimi sina vita. Neno mwambia William, wa Meru wanamngoja. Amen. Amen. Wa Meru wanamngoja haja na maendeleo. Wa Meru hawana ile siasa iko pande nyingine. Siasa wa Meru ni tofauti complete 100%. Si kwamba sisi tuko na Mheshimiwa William Samoei, na ile kazi Ruto amefanyia wa Meru sitaki kusema ni mingi. Sisi Bwana CS hatunjawahi kaa chini. Ukinigusa mgongo na mimi naachilia kaseti bwana.
Sisi bwana CS, katika kipindi ya miaka miwili sisi hatunjawahi kaa chini na gavana hata kumsalimia. Wasaizi Mwenyezi Mungu amewapa mafuta kwa Wameru. Tumepata bahati. Walisema kwamba Kenneth Murungi alisema kwamba Mpuru Mtwaburi alienda mlimani akamtoa Munya. Mpuru Mtwaburi akaenda mlimani akamtoa Kiraito. Mpuru Mtwaburi akaenda mlimani akamtoa hapana. Mpuru Mtwaburi akaenda mlimani akaomba Kawira, ndio hiyo ametoka. Na nimerudi mlimani kusema kwamba wewe baba mwaga mafuta kwa Ntwa Vingi ya mtuma aongoze Meru ile njia ambayo inatakana. Kwa mimi sina mengi nikusema kwamba bwana CS tunakupenda, hatuko kwa siasa, nikusema kwamba sisi ni watu wanuia mambo ya Mungu. Mimi asubuhi nilienda milimani na nikaomba, nikamwambia Mwenyezi Mungu, mahali mimi naenda baba nipake mafuta ya uzo wangu baba, wakiniona tu hata yule anipende nipigie makofi. Hebu nipigeni makofi. Kwa hivyo kwa sababu ya haraka nitakuwa siku nyingine Reverend tuongee, na tuko tayari kuchanga na tumebeba pesa ya kuchanga hapa kanisa hii. Asanteni sana. Mungu awabariki. Na ukurundi mwambie Mheshimiwa Rais ya kwamba tuko hapa wapiga ndebe yake na aturundi. Na ukweli wa mambo, wewe uko pale, wewe sema ngenge, usisahau ya kwamba William Ruto si mjinga. Tulipigana yeye akiwa peke yake, Mansolo ako na kitu yoyote. Wasaizi ako na serikali, ako na kila kitu. Upendo usipende, 2027 rais wa nchi yetu ya Kenya ni William Samoei Ruto. Baba mheshimiwa, kabla urundi security yetu tukiongozwa na bwana Uma Meru iko sipi, lakini kuna makosa imetokea. Wapi vile komanda wa AP, komanda wa AP yako hapa, yuko pale. Mkubwa ng'ombe ikipotea, huyu mzee analala msituni. Simama mkubwa akuone, simama mtu akuone. Ng'ombe ikipotea kwetu analala msituni. Na wasaizi mkubwa ulipokuja pale South Menti ya kwamba ameenda transfer Nairobi, na Nairobi hakuna wakora wa ng'ombe, Nairobi ni wakora wa mfuko. Tafadhali ukienda wacha baki hapa. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you. Asanti, makofi kwa Mpuru. Ningependa kupeana pole za waheshimiwa wale wameongea sana, lakini hata wale wanaongea vingine, Biblia inasema kwa Proverbs 19:21, there are many dreams in a man's heart, but the Lord's purpose will prevail.